Mtazamaji, kila siku ya Jumatano tunaangazia makala afya yako. Na UTI, yani urinary tract infection, ni ugonjwa wa maambukizi katika mfumo wa mkojo, na maambukizi haya yanasababishwa na viumbe kama bakteria, fangasi na virusi. Mara nyingi bakteria wanaoingia kwenye mfumo wa mkojo hutolewa na mwili, na wakati mwingine bakteria wanaweza zidi kinga ya mwili na kusababisha maambukizi hayo. Tuweze kusikia daktari atuelezee dalili na njia gani unaweza kujikinga na ugonjwa wa UTI. Nazungumzia kuhusu ugonjwa wa ushambuliaji wa njia ya mkojo uitwayo urinary tract infection, kwa kifupi UTI. UTI wanasema ni response, matokeo ya njia ya mkojo kureact kutokana na kushambuliwa aidha kwa bakteria au fungus au changamoto yote ambayo inasababisha ule ukuta wa njia ya mkojo kuleta dalili ambazo mgonjwa anazisikia. UTI imegawanyika katika sehemu kuu mbalimbali kulingana na anatomy au kiungo kile cha mwanadamu ambapo kimeshambuliwa, kuanzia kwenye njia ya mkojo unapotokea hadi mkojo unapotengenezwa. Lakini asilimia kubwa wagonjwa wengi wanalalamika, wanakuja kwenye kliniki zetu wakiwa na mashambulizi ya njia ya mkojo kwenye kibofu cha mkojo, au wanaita kwa kitaalamu wanaita cystitis. UTI husababishwa na bakteria kama nilivyosema, au anaweza kusababishwa na fungus au inaweza kawa ni dalili msababisha mgonjwa akaja kama kibofu kuuma au juu chini ya kitovu, akana kojoa mara kwa mara, akawa anaoma au asiwe naoma. Wakati mwingine inaweza ikazidi, mgonjwa akaweza kupata vitone vya damu au mkojo ukachanganyikana na damu. Vile vile anaweza kapata kichefuchefu au na akatapika. Na vile vile UTI ikishambulia kwenye figo, mgonjwa anaweza kaja na upande wa kushoto huku kajuu ya nyonga, upande wa kushoto au wa kulia ambapo figo zinakaa, akaanza kusikia maumivu, akapata kichefuchefu, akawa anaoma. Vile vile kwenye kukojoa, vile vile kana dalili sasa za mkojo, au kama akakojoa mchanganyiko wa damu au la. Sasa tunagunduaje UTI? UTI tunasikiliza dalili anazoeleza mgonjwa na kupima mkojo pamoja na damu. UTI imekuwa ni changamoto kubwa kwa wagonjwa na imekuwa haiishi. Wagonjwa wanakuja wakilalamika UTI haiishi. Kwa kitaalamu wenyewe mtaani wanaita UTI sugu, lakini huku tunaita recurrent cystitis chronic UTI. Sasa neno chronic limebakishwa kwenye njia za juu za mkojo, ambao meli kwenye figo. Figo inapopata UTI au mashambulizi ya muda mrefu na changamoto zake kama maumivu, kichefuchefu, homa isiyoisha, tunaita chronic. Matibabu yake yanatibiwa kama UTI nyingine, ila unapokuwa na dalili imejirudia, daktari anaanza kuchukua attention na kukuchunguza zaidi. Kwa UTI inajirudia inapaswa mgonjwa kuchunguzwa kwa kufanywa kipimo cha darubini uchunguzi, wanaita urethrocytoscopy. Tunaingiza darubini yenye kamera kwenye njia ya mkojo kwenda kuchunguza hadi kwenye kibofu kuna changamoto gani ambayo UTI inakuwa ishi. Unaweza ukakuta ni UTI kumbe sio UTI. Matibabu vile vile kupandikiza mkojo na kupima mkojo, pamoja na kuchagua dawa iliyokuwa sahihi inayomuua huyo mdudu tutakaye mpata.